Hamjambo na karibuni katika chaneli yangu. Mimi naitwa Chichi na asante sana kwa wote ambao wanazidi kusubscribe na kulike na kufuatilia video zangu. Karibuni sana. Ningependa tu kueleza ama kuonyesha video hii ya hizi siku 3 ama zilikuwa ni 2 ambapo tulienjoy. Tulikuwa na jua sana huku hivi Ujerumani na hiyo si jambo la kawaida. Kwa hivyo tulifurahia sana. Ni summer na tunafurahia sana. Kwa hivyo hiyo ni mtaa yetu ama naweza sema ni mji wetu ambapo wakati video ilianza nayo tulikuwa tunatokea kazini, na hii siku ambayo mnaiangalia hapa ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Siku hiyo tu ambapo pia tulienda katika city yetu na tulikuwa na wakati mzuri sana. Kulikuwa maonyesho ya meli za kitambo kama naweza sema hivyo, ambapo ilikuwa nzuri sana, ilipendeza, na kulikuwa concert ambayo ilikuwa ya bure ama naweza sema hatukulipishwa. Kwa hivyo tulikuwa pale na tunafurahia muziki za waimbaji ambao wanatoka huku ambazo zilikuwa nzuri. Pia walikuwa wanacheza muziki ya Kiingereza ambayo pia naelewa, na pia ya Kijerumani pia ni nzuri kwa sababu pia niko nang'ang'ana kuelewa lugha hii, so ni vizuri unatumia unaposikia nyimbo, unapoangalia filamu, ni nzuri sana, inakusaidia kuweza kujua lugha. Kwa hivyo ilikuwa ni siku nzuri sana. So naweza sema nafurahia kabisa wakati yenye ni sama, na najua watu wengi pia weusi wanafurahia wakati wa sama, ingawa naye jua inawaka sana na mimi sijazoea jua kama hiyo. Ambapo mahali ambapo natoka Kenya ni mahali ambapo huyu ni mume wangu, huyo ni mimi. Natumai hiyo ilikuwa Jumamosi. Kuongea Kiswahili nayo inafurahisha kiasi kwa sababu Wakenya tumezoea kuchanganya Swahili na Kiingereza, lakini nafurahia sana. Hii ilikuwa Jumamosi na tulikuwa tumeenda kwenye beach karibu tu na mahali ambapo tunaishi, na ilikuwa ni siku nzuri sana. Yani ile kusunbathe, kupata jua kabisa kwa mwili, yani iliniponya sana. It really healed me kwa sababu imekuwa muda sana, na winter ya huu mwaka ulikuwa very brutal kwa skin yangu. Na pia unajua usipopata jua sana, hata kama unameza zile vitamins ambazo unahitaji ambazo ni vitamin D, magnesium, nini, wakati mwingi ni ngumu sana na unapata si nzuri kabisa kwa overall health. Kwa hivyo nilikuwa nachukua, yani narudisha ile time yote ambayo niliteseka na winter. So nilisunbathe na nikaingia kwa maji kiasi, ingawa siwezi kupiga maji, na pia mume wangu hawezi, but tulienjoy. Tulienda huko na yes, nadhani ilikuwa the same day ama hiyo Jumamosi tulishinda huko kabisa hadi saa 12, maana jua ilikuwa inawaka hadi very late. But hii siku ilikuwa Jumapili, tulienda tukatembea Denmark, ambapo ni karibu na mahali ambapo tunaishi Ujerumani, na ilikuwa kitu tu kama road trip. Tukaenda tukakula ice cream na tukarudi nyumbani. Kwa hivyo ilikuwa tu ni siku ya kurelax na hatukwenda mahali popote mbali, but tulifurahia kabisa. Kwa hivyo ikiwa uko pale, pengine uko Ujerumani, naomba uzidi kuweza kufuatilia video zangu, uweze kusubscribe. Ikiwa uko tuseme sehemu nyingine kama Kenya na unapanga kuja huku, naweza kuencourage uendelee kutafuta njia, opportunities ama mbinu ya kuweza kufika huku, maana ni nchi nzuri, ina changamoto, lakini ni nchi ambayo pia unaweza kufaidika sana. Na pia kama unapenda Kenya, unapenda mahali ambapo unaishi huko sehemu za East Africa, ni sawa pia, unaweza kuja kutembea kama tourist. Unaweza kuja kutembea kama Kiswahili nacho ni kigumu. Unaweza kuja kutembea kama tourist, ni nchi nzuri sana. Kwa hivyo nitafurahia kama uta comment
ama utalike na pia kusubscribe kwa content yangu, maana natumai niweze ama napanga niweze kufanya content yangu katika lugha ya Kiswahili ili niweze kufikia watu wengi na ili tuweze kuinteract kwa njia ambayo ni rahisi. Pia ni vizuri pia, unajua wakati pia nimekaa huku, yani lugha zimenichanganya. Mara ya kwanza nilijifunza Kidanish, mara ya pili nikajifunza Kijerumani. Alafu sasa lugha yangu pia mimi naongea lugha nyumbani ni Kalenjin na pia kuna Kiingereza. Kwa hivyo mchanganyiko sana. Wakati mwingine nikizungumza na mtu na mjibu na Swahili na sahau hiyo si lugha ambayo anaelewa. So yani baada ya miaka tuseme miaka 3 ambazo zinakuja, yani nitakuwa multilingual, nitakuwa najua hizo lugha zote natumai. Kwa hivyo ni vizuri sana, na hata nikikutana na mtu ambaye anatoka nchi ambazo wanazungumza Swahili na huwa naongea Kiswahili kwa sababu ninaimiss sana, na wakati naongea na familia yangu ni Swahili na lugha ya mama ambayo huwa ninazungumza. Kwa hivyo ninashukuru sana. Ilikuwa tu short video, na pia nitakuwa na share contents nyingi ambaye pia ni kuhusu experience yangu nikiwa huku, ambaye pia natumai kuna watu ambao pia wanaweza nufaika kuitazama ama kuisikiliza. Kwa hivyo nashukuru sana na naomba uweze kusubscribe. Yes, asante sana na Mungu awabariki ama Mola awabariki. Asante sana. Yes, bye. Enjoy the rest of the video na tukutane tena katika video nyingine. Goodbye. Kwaheri.